Wakati huu tutasema mchovi mafuta hachovi mara moja. Imekuwa ni kama asali kwa Wakenya. Uchungu wa mikuki iliyokuwa ikirushwa na maafisa wa polisi ikiwa ni kama kejeli. Mafuta yakitapakaa kila mahali. Sasa unajua ni aje? Hii roli imeanguka. Sasa ile imedunda, mafuta ni yetu. Kai ingekuwa nani atungechukua? Wenyeji wa eneo la Athi River walikuwa wamepata cha bure. Baada ya bei ya bidhaa hii kwenda juu na kupelekea gharama zao za maisha kupanda, ajali ikigeuka na kuwa kama kiboko wa kampuni za kuuza mafuta zilizopandisha bei, huku kimataifa ikisemekana kwenda chini. Tunaomba tafadhali hata si watuachie haya, tutumie, tutapata msingi. Lakini itizama janga lilokuwa likiwakodolea macho. Bahati hapa ilikuwa tu haya ni mafuta aina ya dizeli. Kila jinsia ikiwakilishwa hapa kwa ule mkasa wa Sachangwani uliosababisha maafa ya zaidi ya watu 100 eneo la Nakuru miaka 2 iliyopita ulikuwa umesahuliwa. Walijiona mashujaa. Hatuwezi chomeka kwa sababu hii ni diesel. Maana sasa nimevaa jaketi 6. Walitumia kila kifaa kuchota mafuta haya, wengi wakitarajia kuuza kwa bei ya chini. Na kwa maafisa wa polisi hapa walikuwa wakifanya kazi bure, walionekana kuzidiwa na umma. Wakati ya washukiwa nguvuni, lakini mahabusu hawakudumu mikononi mwao. Hapa ilikuwa ni chota na hali ya mguu ni ponye. Je, ni kuwa Wakenya hawaogopi kifo, au ni kuwa funzo hawapati, au pengine ni ile tabia ya Mkenya kusahau haraka? Purity Mwambia, KTN Leo.